Habari za wakati huu ndugu wataalamu, karibuni katika maelezo mafupi kwa njia ya video namna utumiaji wa mfumo wa School Information System yani SIS version 2. Katika video hii tutakwenda kujifunza namna ya kutengeneza mikondo na kupanga wanafunzi katika mikondo. Pia vile vile tutakwenda kuona namna tunavyoweza kusajili masomo katika shule. Baada ya mwalimu mkuu kuingia katika menu yake, katika akaunti yake, atakwenda katika menu ndogo iliyoandikwa School Management, uendeshaji wa shule. Baada ya kufika hapo ataona menu ndogo ndogo nyingi zinafunguka, atachagua Setup School, atakliki hapo. Baada ya kukliki ataanza na hatua ya kwanza ya uandaaji wa mikondo pamoja na kupanga wanafunzi katika mikondo. Kitu cha kwanza katika hili eneo la hapa juu, lazima uweze kuchagua unataka kutengeneza mikondo katika aina gani ya elimu. Hapa tukiangalia tuna aina tatu za elimu. Tuna elimu ya COBET, tuna pre-primary, pia vile vile tuna primary. Tunaposema COBET maana yake ni Complementary Basic Education in Tanzania, likiwa na maana ya kwamba elimu mbadala kwa watoto waliokosa fursa ya elimu ya msingi katika mfumo rasmi. Pia vile vile tuna pre-primary ambayo hii ni elimu ya awali. Alafu tuna aina ya tatu ya elimu ambayo ni elimu ya msingi. Sasa tukaangalie tunataka tutengeneze mkondo katika elimu ya msingi darasa la ngapi? Nasema darasa la 5. Tukachagua hapa. Darasa la 5. Baada ya saa 5 kwa mara ya kwanza ukiingia dashboard itakwambia no data available. Maana yake hakuna mkondo uliotengenezwa. Kwa hiyo hili kutengeneza mkondo mpya utakwenda kubonyeza alama ya kujumlisha. Utafungua kurasa mfupi utakapotaka kuweza kufanya machaguo na kuandika pale panapohitajika. Eneo la kwanza ni alias name. Hili ni eneo la kuchagua herufi. Mikondo imepangiliwa kwa mpangilio kwa kutumia herufi. Chagua herufi A ambapo jina la mkondo wa herufi A ni jina gani. Hapa linakupa uwanja wa kuweza kuandika jina lolote unataka wewe kulingana na mkondo wako unataka uwepo. Kwa hiyo unaweza kutumia jina kwa kitu chochote kile ambacho labda unahisi ni namna ambavyo wewe utaamua uandike. Mimi labda nimeamua mkondo wangu niipe jina la Serengeti na natumia mbuga za wanyama labda Serengeti. Serengeti huo ukawa ni mkondo A. Baada hapo nakuja na submit. Baada hapo naongeza mkondo mwingine wa pili. Kusema labda mkondo wa pili nikaita hii labda ni 10. Baada hapo nika save pia. Kwa hiyo katika uandaaji wa mikondo kuna vitu vile vya kuzingatia. Kitu cha kwanza lazima ufahamu katika darasa lako una attendance ngapi za wanafunzi ambazo tayari ulishaziandaa, ili kupe urahisi wakati wa kupanga wanafunzi kwa mikondo uweze kutumia attendance zako, ujue mwanafunzi gani anakaa wapi na huyu anakaa wapi ili iwe rahisi. Kingine pia kama inawezekana labda attendance ikawa labda ni changamoto katika uandaaji, unaweza kutumia idadi ya wanafunzi wasiozidi 40 ngapi? 45, lakini tunasisitiza zaidi utumie attendance kwa sababu wakati kule unaita majina kwenye attendance inakuwa rahisi kujua wakati unakwenda kwenye mfumo unajua mwanafunzi gani hayupo, kwa sababu mfumo automatic umekupa selection ya mwanafunzi moja kwa moja yupo. Kwa hiyo wewe unachodili ni kuondoa mwanafunzi asiye kuwepo. Kwa hiyo tunazingatia zaidi, tunasisitiza zaidi tutumia mpangilio wa attendance zetu kama tulivyopanga katika uhalisia wa madarasa. Kwa hiyo let's say hapa tukasema labda tuna mikondo miwili. Na mkondo A ambao ni Serengeti na mkondo B ambao ni Mikumi. Hatua inayofuata sasa ni kuwapanga wanafunzi hao kulingana na attendance ulivyowaandika. Utakwenda kubonyeza sehemu ambako imeandikwa map student katika mkondo A. Utakliki hapo, orodha wanafunzi itaonekana. Kwa hiyo utaongozwa na attendance yako, labda Abrahamani yupo mkondo A, labda huyu yupo mkondo A. Kwa hiyo utatia tiki wanafunzi wako wote ambao wapo katika mkondo husika. Baada ya hapo, baada ya kumaliza kufanya selection ya wanafunzi wako, utakwenda kumapu student kwamba kuwapeleka katika mkondo husika. Baada hapo unakuja tena kwenye mkondo B. Ukishafanya selection katika mkondo A, wale wanafunzi ukisha kwenda kwenye mkondo B
wale wanafunzi hawawezi kuonekana tena. Watabaki wale wanafunzi ambao mpaka sasa hawana mkondo. Kwa hiyo utakwenda kuweka tiki tena kwenye mkondo B. Kwa utakuwa unaongozwa na attendance zako. Unakwenda kuweka tiki, unaweka tiki, baada hapo utamap. Baada ya kumap sasa unataka uangalie wanafunzi gani wapo katika mkondo A. Unakuja kukliki eneo ambalo limeandikwa view mapped. Utakliki hapo utaona wanafunzi wote ambao wapo katika mkondo A. Sasa ikatokea labda mwanafunzi katika mkondo A ukutaka awepo hapa. Anatakiwa awepo labda mkondo B. Yaani tunasema mabadiliko ya mikondo. Utabonyeza hii tiki alafu itakuwa are you sure you want to unmap this student from the stream? Kwamba unaulizwa una uhakika unataka kumtoa mwanafunzi katika mkondo? Wewe utasema yes, nataka nimtoe. Kwa hiyo kisha bonyeza hapo, maana yake tayari mtoto umefanyaje? Umemtoa kwenye mkondo A, unampeleka katika mkondo wako unaotaka. Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa uweze kufanya. Kwa hiyo hiyo ndio namna ambavyo unaweza kutengeneza mikondo, pia vile vile namna ya kuweza kuondoa mwanafunzi ambaye utaki awepo katika mkondo husika. Pia vile vile kuna hizi action mbili zinazoonekana. Action ya kwanza hii ya kikalamu, hii ni kwa ajili ya kufanya editing. Editing unaweza kufanya labda kuna makosa yote katika uandaaji au uandikaji wa jina la mkondo, unaweza kufanya mabadiliko. Icon nyingine ni ya delete. Hii inatumika kwa ajili ya kufuta mkondo. Mkondo tunaofuta lazima uhakikishe kwamba hakuna mwanafunzi ambaye umemmap. Yaani huo mkondo unaotaka kufuta hauna mwanafunzi ambaye yupo huko. Kwa lazima kabla hujatumia kitufe cha kufuta, lazima uhakikishe mkondo huo hauna mwanafunzi hata mmoja, ili mfumo uweze kukupa ruhusa kuweza kufuta. Kwa hivyo namna ambavyo tunaweza tukatengeneza mikondo, pia vile vile namna ya kupanga wanafunzi katika mikondo. Twende kwenye kipengele kinachofuata ambapo ni school subject. Katika eneo hili tunakwenda kusajili masomo yanayofundishwa ndani ya shule. Kuna eneo la kwanza ni primary subject, masomo ya shule ya msingi. Tukiangalia katika ukurasa wetu hapa, tuna masomo ambayo yapo katika lugha ya Kiswahili na yapo katika lugha ya Kiingereza. Maana yake ni kwamba kuna shule zinazotoa elimu kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatoa elimu kwa lugha ya Kiswahili, tunasema Swahili Media, wao wataondoa tiki katika masomo yote ya Kiingereza na kuweka masomo yote ya Kiingereza, masomo yote ambayo yametafsiriwa kwa Kiingereza. Let's say mfano masomo haya ambayo yameandikwa kwa Kiingereza, mfano mathematics ambapo kwa Kiswahili ni hisabati. Kwa hiyo tunakuja kuondoa. Kwa hiyo unakuwa unaweka tiki masomo ambayo yana lugha ya Kiswahili yanayofundishwa wapi? Shuleni. Na kwenda kuangalia hapa, unaweka tiki. Kwa hiyo utafanya machaguo kwa masomo yote ambayo yanafundishwa ndani yani shule inayafundisha. Lakini ikiwa ni kwa Kiingereza ambao unasema English medium, wao watatia tiki masomo yote ambayo yana lugha ya Kiingereza, isipokuwa haya masomo mawili kuna Arabic language na Chinese language pamoja na French. Inategemea shule sasa kama inafundisha. Kama ifundishi basi itaondoa itaondoa hiyo vema. Kwa hiyo utakuja kwenye COBET nako, mfumo wa elimu rasmi, kama hakuna basi utaondoa tu tiki moja kwa moja kwamba shule yako haina wanafunzi wa COBET. Kwa hiyo utakuja kuondoa hapa. Utakuja elimu ya awali nako utakwenda kuweka tiki somo ambalo unalifundisha. Somo ambalo ulifundishi utaacha. Kwa hivyo namna ambavyo unaweza kusajili. Ukishamaliza hapo unakuja kufanya update hapa. Ukishafanya update, masomo moja kwa moja yanaonekana. Kwa hiyo atakusaidia unapokuja kutengeneza class subject, unapokwenda kusajili masomo kwa kila darasa. Yale masomo ambayo umeyasajili utakuja kuyaona. Endapo utakwenda kusajili alafu ukakuta somo alipo, maana yake hichi kipengele kuna somo hukulisajili, na maana hukulitiki. Kwa hiyo moja kwa moja mfumo unashindwa kulitambua kama ni somo ambalo unakwenda kufanyaje kwenda kulitumia. Kwa asante sana. Kwa hivyo namna ambavyo tunaweza tukatengeneza mikono na kupanga wanafunzi, pia vile vile namna ya kusajili masomo kwa masomo kwa shule. Asante sana.